Hii ni simulizi ya kusisimua ya Yusufu, mtoto wa Yakobo, ambaye safari yake kutoka kuzaliwa kama kijana mdogo hadi kuwa waziri mkuu inatufundisha mambo mengi, ikiwemo imani, uaminifu na msamaha. Hebu tusikilize kisa hiki. Katika miaka hiyo, Yakobo alikuwa na wake wengi sana, lakini alimpenda mmoja ambaye ni Raheli. Kwa muda mrefu Raheli hakuwa na mtoto, hadi siku moja Mungu akamsikia kilio chake, ndipo akamzaa mtoto wa kiume. Yakobo alisema kwa sauti ya furaha, Raheli mke wangu, hakika hii ni baraka kubwa sana. Mtoto huyu ataitwa Yusufu, maana Mungu ameniongezea furaha ndani yangu. Yakobo alimpenda sana Yusufu kuliko watoto wake wengine wote. Akampatia kanzu ya rangi nyingi, zawadi ya upendo, lakini hili liliwaumiza sana ndugu zake wengine, yani kaka zake. Na kaka yake mmoja kwa sauti ya wivu akasema, kwa nini baba anamjali Yusufu tu peke yake kuliko sisi? Na ndugu wa pili naye akasema, unajua hiyo kanzu yake ya fahari sana, inaonyesha yeye bora kuliko sisi. Baba anaonyesha upendeleo. Siku moja Yusufu akiwa kijana mdogo alipata ndoto kubwa sana, na Yusufu akawafuata ndugu zake akawaambia, ndugu zangu, sikilizeni ndoto niliyoona. Tulikuwa tukifunga miganda shambani, hafla mganda wangu kasimama wima, nanyi miganda yenu ikainama mbele yake. Unamaanisha nini wewe? Ina maana kwamba sitakunamia wewe? Si kweli. Yusufu akaona ndoto nyingine tena. Niliona jua, mwezi na nyota 11 zikinina. Yusufu, je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kuinama mbele yako? Yakobo aliongea maneno kwa ukali na kwa mshangao. Ndugu zake wakachukia sana na wivu ukazidi mioyoni mwao. Ila siku moja Yakobo akamtuma Yusufu kupeleka chakula kwa ndugu zake waliokuwa wakichunga mbali. Na ndugu yake mmoja akasema, huyo ndoto zake zimetosha sasa, anakuja, naona anakuja sasa, tumuue basi ndugu zangu. Au mnaonaje? Tutaona hizo ndoto zake zitakuwaje sasa tukishamuua. Hapana, tusimuue, tumtupie kwenye shimo bila kumwaga damu yake. Nafikiri ni vyema zaidi kufanya hivyo. Wakamvua kanzu yake ya rangi, wakamtupa shimoni. Baadaye wakaona msafara wa wafanyabiashara waishio Misri. Ndugu mmoja kwa haraka akasema, tuzeni, angalau tutapata fedha. Ndugu wakakubaliana, wakaamua kumuuza Yusufu mdogo wao kwa vipande 20 vya fedha. Yusufu akapelekwa Misri. Yusufu alinunuliwa na Potifa huko Misri, mkuu wa walinzi wa Farao. Yusufu akawa mwaminifu sana. Mungu akambariki, akastawi kila alichogusa. Siku moja Potifa aliongea na Yusufu. Yusufu, nimeona uaminifu wako. Wewe utakuwa msimamizi wa nyumba yangu yote, maana wewe mwaminifu sana.
Lakini mke wa Potifa akamtamani sana Yusufu kimapenzi, na mke wa Potifa kwa ushawishi akasema, Yusufu, njoo tulale wote, siwezi ishi bila wewe, nakupenda. Siwezi fanya dhambi kubwa namna hiyo mbele za Mungu wangu na kumsaliti Bwana. Mke wa Potifa akaghadhibika, akamsingizia Yusufu kwamba amembaka, na Yusufu akatupwa gerezani. Huko gerezani Mungu bado alikuwa na Yusufu. Wale waliokuwa wafungwa pamoja naye Yusufu walipata ndoto, na Yusufu akawa anawatafsiria ndoto zao. Siku moja mlinzi wa gereza alimuita Yusufu. Yusufu, unasikia ndoto zetu? Yusufu akamjibu, Ndiyo, nimesikia, ila si mimi ninayetafsiri ndoto zenu, bali ni Mungu mwenyewe. Ndoto zikatafsiriwa na kutimia kama vile alivyoambiwa, na mmoja akauawa na mwingine akarejea kazini. Ila Yusufu alimwambia yule aliyerejea kazini kwamba ukirejea kazini basi unikumbuke na mimi. Lakini Yusufu alisaulika pale gerezani mpaka siku moja Farao naye akaota ndoto ya ajabu. Farao aliota ndoto ambayo ilikuwa hivi: aliona ndama 7 wanene na 7 wengine walikuwa wembamba sana. Aliona masuke 7 mazuri na 7 makavu. Hakuna aliyeweza kutafsiri ndoto hiyo, maana aliwaita waganga wote katika mji huo, lakini hakuna aliyeweza kutafsiri ndoto yake. Ila yule mmoja kutoka gerezani aliyetafsiria ndoto yake alimkumbuka Yusufu, akamwambia Farao kwamba yupo anayeweza kutafsiri ndoto yako, yupo gerezani. Farao kwa haraka akasema, Mleteni kijana huyo, mleteni haraka kutoka gerezani. Yusufu akaelezwa ndoto ya mfalme Farao, na Yusufu akasema, Mungu amekupa onyo, maana miaka 7 ya utele wa chakula utakuja, na kisha miaka 7 ya njaa kali nayo itakuja. Ewe mfalme, tafadhali chagua mtu mwenye busara kusimamia hazina ya Misri. Farao kwa mshangao na hekima akasema, Hakuna mwenye hekima kama wewe. Kwanza leo utakuwa juu ya nyumba yangu, yaani nyumba yangu yote. Nitakuwa juu yako kwa kiti cha kifalme tu. Sawa? Yusufu akawa waziri mkuu wa Misri, akasimamia akiba ya chakula. Na baada ya miaka ya njaa ilipiga ulimwengu mzima, hata nchi ya Kanaani pia. Ndugu zake Yusufu walikuja Misri kuomba nafaka. Hakuweza kumtambua, lakini hatimaye Yusufu alifunuliwa utambulisho wake. Mimi ni Yusufu, ndugu yenu mliniuza Misri. Msihuzunike, kwa maana Mungu alinituma mbele yenu kuokoa maisha yenu. Na hivyo Yusufu akawasamehe kabisa ndugu zake, akawaambia wamlete Yakobo na familia yote Misri. Ndoto za Yusufu zikakamilika na mpango wa Mungu ukasimama thabiti kabisa. Ndugu msikilizaji unayenifuatilia, umejifunza nini katika simulizi hii ya Yusufu mtoto wa Yakobo? Hebu shusha comment hapo chini. Usisahau kulike,
kucomment na kusubscribe. Ni mimi msimuliaji wako King Suya. Bye.